Mungu wetu anatufundisha mambo mengi mazuri ambayo ni kwa ajili ya manufaa yetu wenyewe. Na kadri tunaendelea kujua zaidi habari ya maisha ya Kristo, na hasa kitabu hiki kinafundisha namna nafasi ya Kristo ilivyo. Na tumejifunza mambo mengi, siwezi au sipendi kuyarudia sana, lakini napenda ni connect mahubiri ya wiki iliyopita na ya wiki hii. Wiki iliyopita tulijifunza kwa habari ya kanisa la Mungu pamoja na makundi yaliyokuwemo kanisani. Kwenye kanisa kulikuwa na makundi mangapi kule kanisani kule Efeso? Tulijifunza. Hata unaweza ukaashiria tu kwa vidole au nini. Hebu ashiria basi kwa vidole, mpendo uliyesikiliza wiki iliyopita. Tulijifunza makundi mangapi katika kanisa? Mangapi? Mawili. La kwanza Waisraeli au Wayahudi, la pili mataifa ambao na sisi tulikuwemo. Bwana Yesu asifiwe. Tulijifunza sana vizuri kabisa, na tuliona mpango wa Mungu wa kuondoa ile tofauti. Ndipo tukajifunza wiki iliyopita kwamba Mungu alileta umoja kwa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli na wa mataifa. Ilikuwa ni mpango wake kwamba kuibreak ile au kuivunja ile tofauti, na alitumia umoja. Kwa kumtumia Paulo tumejifunza ule umoja ulivyokuwa, na kanisa likaendelea. Lakini leo tunaleta kitu kingine ambacho kinaitwa usawa. Bwana Yesu asifiwe. Usawa katika Kristo. Kanisani lazima kuwe na usawa. Usije kukawa tena matabaka haya, mimi Muisraeli, Myahudi au mimi mataifa. Kwa hiyo tumejifunza umoja, na leo kwa kifupi sana tutajifunza kwa sababu habari ya usawa katika Kristo Yesu au katika mwili wa Kristo. Katika sura hii ya 3 ule mstari wa kwanza mpaka wa 3, tutapita angalau katika kila mstari tuone una maana gani. Lakini katika ule mstari wa 6 ndipo tutaona ule umoja au ule usawa uko katika hali gani. Katika sura ile ya 3 mstari wa kwanza tunamwona Paulo, mtumishi wa Mungu, ambaye ndiye aliyeandika waraka kwenda kwa kanisa la Efeso. Paulo tunamwona akiwa katika kifungo. Katika ule mstari wa kwanza Biblia inasema, kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu amefungwa kwa ajili ya Wakristo ambao wanaitwa mataifa. Ukiona sifa za mtu mataifa, tulijifunza sana wiki iliyopita, ni mtu ambaye hana uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekataliwa. Hawakuweza kumkaribia Mungu patakatifu. Wasiotahiriwa. Hawakuwa na Kristo. Hawa ndio Paulo anazungumza nao. Anazungumza nao watu hawa, mimi mfungwa wake Yesu Kristo kwa ajili yenu ninyi mataifa. Anakiri mbele yao kwamba yeye ni mfungwa. Na ukisoma katika Matendo 28 mstari wa 16 mpaka 31, utasoma nyumbani, utaona ni
namna gani huyu mtumishi wa Mungu alifungwa. Lakini pia huyu mtumishi wa Mungu alipokuwa kule Rumi ambapo taarifa zake walizipeleka Wayahudi ya kwamba akamatwe huyo, na alikamatwa, na alipokuwa katika nyumba yake aliyokuwa ameikodi kwa ajili ya kuisambaza habari njema ya ufalme wa Mungu, wamemfunga, wamemkamata kwa sababu ya Injili. Mtumishi wa Mungu anathibitisha na anasema wazi kwamba mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu. Anapoandika waraka yuko kifungoni, na kanisa la Efeso ni kati ya makanisa aliyoyaanzisha yeye. Akatumia muda wake mzuri kulitengeneza lile kanisa, kuwahubiri watu habari njema ya ufalme wa Mungu mpaka wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi amefungwa. Na tunajifunza kwamba katika mstari huu aliendelea kuwa na msimamo katika imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na msimamo wa imani. Mpendwa, huko katika hali ngumu, umekamatwa ukihubiri habari njema huko, labda huko wapi kule kwa kina Jeni kule, umepeleka habari njema, unasikia umefungwa, unaeleza habari za kuwakonvert au kuwageuza mataifa au wapagani kuwa Wakristo, umekamatwa. Je, utaendelea na imani ya upole? Mimi na karama ya huruma, mimi nina upendo. Tujipambanue kila moja. Bwana Yesu asifiwe. Tujipambanue. Ni wakati wa kujipambanua huu. Ni wakati mgumu ambao unaweza ukafikwa na kitu mahali peke yako, ukapata nafasi ya kutatua hilo tatizo peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio tena uanze kupiga simu labda imeisha charge. What do you do? Charge imeisha na pepo limekuvaa. Una mtu hapo anataka kukata roho, kumbe alitakiwa tu kuongoza sala ya toba aende mbinguni. Wewe hujui kabisa huyu apoje, unampepea anaendelea kufa. Lakini kwa uwezo wa Mungu ungetambua katika ufahamu wako kwamba huyu mtu ni Kristo, unamuongoza sala ya toba, Mungu anampokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mzee kule Geita hivi ameishi maisha ya ulevi pagani wa hali ya juu, lakini wakati wa kuelekea kifo akaanza kuita, nileteni mwinjilisti, nileteni mchungaji. Akaenda pale mke wa mtumishi mmoja, wewe hapana. Akaendelea kusema nileteni watumishi. Akaenda hapo dada yake naye si na nani, wewe hapana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpaka pale watumishi wa Mungu waliona chapa. Bwana asifiwe. Watumishi kuna chapa. Alipoingia tu akaanza kuongoza sala ya toba, akamuongoza mzee, akamuongoza. Dakika ya mwisho wanasema amen. Na ndipo mtumishi wa Mungu akafariki. Bwana Yesu asifiwe. Tujipambanue. Kila mmoja ajipambanue. Paulo anajipambanua kabisa. Alipewa uwezo. Ukijipambanua Mungu anakupa uwezo. Tena uwezo wa Mungu ni wa bure, sio wa kununua. Utawasaidia watoto wako, utawasaidia jirani kwa ajili ya kumtoa katika maangamizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 8 Paulo anasema sasa yeye ndo, maana yake ni kwamba bila Mungu
sisi hatuwezi kufanya lolote. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke ile. Tuitafute nguvu ya Mungu. Kwa kuwa bila yeye sisi hatuwezi neno lolote. Yeye anasema bayana hapa kwamba mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, na nilipewa neema hii ya kuhubiri mataifa utajiri wa Kristo usiopimika. Ni kwa nguvu ya Mungu ndio tunayaweza mambo yote. Kwa nguvu ya Mungu wewe unaweza kuimba kwa sauti nzuri. Kwa nguvu ya Mungu wewe unaweza kumhurumia asiye na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mstari wa 10, kuna watawala kule mbinguni. Biblia inasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia ya mmoja wetu. Hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kuna falme katika ulimwengu wa roho ambazo zinatakiwa zijue. Mfano wa kwanza ni malaika ambao kazi yao ni kushuhudia. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 taiona hiyo. Lakini pia katika Efeso 2:2 Biblia inasema ambazo nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Hizi ni roho ambazo zinaipinga kazi ya Bwana, zinapingana. Lakini Paulo anasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane kwa falme na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Sijue hizo falme ya kwamba yuko Mungu anayeweza mambo yote. Lakini mstari wa 12 Biblia inasema tumepata kibali cha kumwendea Mungu kwa uhuru na ujasiri. Kwa hiyo tumepata kibali. Biblia inasema katika mstari wa 12 katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kuna mtu hajamwamini Yesu mahali hapa. Tunapomalizia ninaomba sana ujiandae kumpokea Yesu. Jiandae. Mungu wetu anasema hivyo kabisa, ya kwamba tukimwendea yeye kwa ujasiri, basi mambo yote yanawezekana. Sisi ni watoto wa Mungu, tumepewa kibali cha kumwendea Mungu wetu kwa moyo ulio mweupe. Hatuna haja ya kujificha, hatuna haja ya kuogopa. Mungu ametupa kibali. Mungu ametupenda na kutuokoa. Ametuokoa bila malipo yoyote. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwa jasiri, kuwa na uhuru wa kumwendea Bwana. Mstari wa 13, kwa nini mateso ya Paulo yanawafanya Waefeso waheshimike? Kwa nini? Mateso ya Paulo ni kwamba kama Paulo asingehubiri Injili katika hilo kwa Waefeso, wasingeokoka wala wasingemwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wasingesikia Injili. Ndio maana wanajisikia heshima, wanajisikia kumtukuza Mungu,
kwa sababu ya ile injili ambayo aliletewa na Paulo. Na Paulo alipeleka injili kwa mateso makali. Paulo alipitia mateso ili kuleta waamini wake kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji kujitoa. Yesu amekuja. Anasema, John kwangu ninyi nyote mnaolemewa na kusumbuliwa na nini? Na mizigo. Naye atatupumzisha. Mchana wa leo Mungu wetu anatutaka sisi tuondoe matabaka, tuondoe ubaguzi, tuondoe namna uadui, kila kitu tuondoe, ili kanisa la Mungu lipate kuwa safi mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe hizo vitu. Mungu ametuhakikishia. Yeye aliuondoa kile kiambaza. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa moja. Akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila mmoja tunaitwa ndugu, tunaitwa mmoja, si wawili tena. Hakuna Myahudi wala mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumalizie na ile Mathayo 16 na 24. Somaji wangu. Yesu anakuita ubebe msalaba na umfuate. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu anasikia bado ana uzito katika maisha yake, kwa muda wa dakika 5 zilizobaki, tumwendee Yesu. Mathayo 16:24. Ndio. Neno la Bwana linasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba, anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu yeyote ambaye bado ana mashaka, mimi sijaokoka, mimi sijampokea Yesu, kama uko mahali hapa, sauti ya Bwana Yesu inaita, beba msalaba wako na umfuate Yesu. Yawezekana upo wewe ambaye hujamwamini Yesu. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako ili umpokee Yesu. Nilifikiri mama Mchelu umechukua microphone na wanamuziki wamejipanga. Kama upo au na mahangaiko fulani katika maisha yako, unahangaika pati usingizi, unahangaika ni mgonjwa, na mama fulani, mama yetu alisema, waombaji nitaniombea. Kama sasa unaweza kumwendea Yesu sasa hivi ili akuponye. Kama unajisikia kuombewa na waombaji wa Dodoma, ambapo pia Yesu Kristo yupo. Mungu anayeponya yupo pia mahali hapa. Mungu anayeokoa. Nafasi ni yako sasa. Yeyote yule ambaye ana mateso fulani yamekuta katika maisha yake, pate dakika 5 za kuomba. Huko nje, kama kuna mtu ambaye anajisikia kukosa amani katika maisha yako, una uchungu katika maisha yako, hujamsamehe yule mtu katika maisha yako, najisikia ovyo wakati mwingi, Roho Mtakatifu sasa yupo kukuwezesha. Kuna wimbo fulani hapa nikiimba, Roho Mtakatifu anakuja chake. Simu wimbo gani sasa? Msalabani pa Mungu. Simame wote.